Hello and welcome to this episode of Career Avenue. Today we are at Kawangware, Nairobi County. We are here to meet a young talented man whose love for the society pushed him to even greater heights. Hello. Mr. Gideon. Who is Gideon? Wow. Gideon is doing a lot of things. Gideon Obuya is my official name. But kwa mtaani, a lot of youths na vijana wengi wananiita half caste. Wengine wananiita Kisaka. So that Kisaka I'm using it to do acting, nilisha. So Gideon is a coordinator in Dagoretti. In youth and YAC, Youth Advisory Council of Nairobi County. So, and also in Nairobi County, that YAC, I'm a media content coordinator. So that is what I do. In YAC, I coordinate mambo na media and kuja kwa mtaani leader in Dagoretti, I'm doing about health issues, raising voice for young people to the county government. Yeah. So, nilizaliwa huku Kawangware, Dagoretti, nikalelewa huku Dagoretti na sasa niko bado Dagoretti. So I started in primary, nilienda Kawangware primary nikiwa mdogo class 1, class 2, class 3, nikatolewa shule nikapelekwa Kabiro. Na nimezunguka hizi mashule za huku Kawangware, nimezunguka sana. Nikatolewa huko primary nikiwa class 3, class 4, 5, 6, nikatolewa nikaenda Nairobi language sikukaa sana, nikakaa mwaka moja nikapelekwa MCK Academy, Methodist Church of Kenya Academy. So nikasomea hapo mpaka class 7 and then hiyo enzi kulikuwa na election. So election nikamwa nipelekwe Ushago because kulikuwa na tension. So nikaenda huko, bado election, bado hiyo siku kulikuwa na vita. So wazazi wakaamua kuniregister huko Ushago, Kisii, from Kisii. I'm proud to be a Kisii. So wakaniregister huko Kisii, Rio Sugo PAG. So after kuregister election hiyo siku vita zikatulia, nikarudi Nairobi kuendelea na MCK Academy. So after hiyo siku ya mtihani kafika, nikarudi Kisii kufanya mtihani, nikamaliza. So siku perform that good, but nilijikeep effort, nikasema naweza. So after that nikapelekwa secondary side za Rongo, side za South Nyanza, shule inaitwa Mariwa nikasoma form 1, form 2, form 3. Mzazi wangu hapo ndio job ilikatikia, so ikakuwa so hard kuendelea na masomo pia. But mwalimu alikuwa anaelewa kidogo, but mistake as sisi ma youth ufanya hizi za shule, nikapatikana kwa scandal ya mambo na relationship kwa shule. Ilikuwa ni mixed, but tulikuwa tunasoma darasa moja, zilikuwa separate. So nikapata kwa scandal ya mambo na hizi love huko shule, tulikuwa na mama na nini. So wasichana walipigania kwa shule, walikuwa wananipigania because so principal alikumbuka asubuhi alinipiga viboko. Niambia hujalipa fees na unakuja bado kufanya mambo na mapenzi, hujalipa fees. Labda umaliza kwanza shule ndio ufanye hizo vitu. So nikafukuzwa nikakuja Nairobi kutesea kutafuta shule, na mzazi wangu ana bado fees. So nikapata shule St. Teresa's iko within huko Dagoretti, iko Kabiria. Hapo ndo nilisomea nikamalizia. Bado siku perform that good. During your time yako ya secondary, ulipenda subjects gani hata kama hukufanya vizuri? Kuna subjects ambazo ulifanya vizuri? Nilikuwa geography, sana geography. CRE, kama tuweke Mungu mbele. CRE, science nilifanya, biology na chemistry. Shida gani pia ulipitia ukiwa high school? Na bado kwa shule nilipitia hizi stories za love, depression, hizi mental health zilikuja zikani affect nikiwa shule because of that peer to peer pressure.
So zilikuwa zina affect mpaka hata shule una feel sitaki kumaliza ama sitaki kuendelea. Hiyo peer pressure pia ilini affect na ili affect mayouth wengi pia kwa shule, wengi waliacha shule. Marafiki zao nilikuwa nao drug sana, walikuwa wanatumia drug. Wengi pia kumaliza, wengi walikufia mtaani, walikuwa wanatumia kutoka shule wanaenda kutoka nje, wanakosa pesa kununua hizi drugs. Unajipata amepigwa na mob wizi. So ilikuwa inani affect sana nikiwa shule, ilikuwa inani affect, mayouth wengi wanakufa, ilikuwa inani affect. Na madawa pia zilikuwa zina watu wenye nilikuwa nao walikuwa wanatumia sana. The next step after high school ulimake ni gani? Nilienda college, nikaenda Siaya, huko Siaya Dominion Farm. Nili also supported by Compassion, nililipia nikaenda kusomea huko. After finish that nikakuja Nairobi, nikasponsiwa na USAID kwa shule kusomea hospitality, KPA, nikaenda KPA Institute. At the moment nilikuja kwa community, realize niko na something yenye nilikuwa natumia secondary, talent. Talent yako ni gani? About talent, nikuguzia nikurudishe back. Nikiwa primary, nilikuwa nacheza ball. Shule walikuwa wananitambua mbaya. Hata kutoka hapo nikaenda Kisii kumalizia shule hiyo first term, kulikuwa na mambo na sports na nini. Shule ikanichukua nikakuwa the first player kuchezea shule. At least nikafika place yako nafaa, nikaenda far kidogo. Kumaliza hapo nikaenda secondary. Secondary nilikuwa nacheza ball. Nilianza tu kuingia school team from one first term. Nikacheza ball. Kuna shule ya national school ilikuwa inanitaka. Ikaniambia tunataka kuja kucheza shule yetu. But because of walikuwa wasema nitoe pesa nusu. Watanitolea nusu. So because bado mzazi wangu hakuwa that good, bado nikasema hata tunaendelea shule. Apart from that kucheza ball, nilikuwa bado nafanya drama kwa drama school. Drama tulifika mbali that time. Nilikuwa nafanya jokes, kumbe hizo jokes zinafaa kwa drama. This tukafika place inafaa. Nika realize nilikuwa na kipawa. So after kutoka secondary nikakuja mtaani, nikacheza ball kidogo, nikaanza kuimba, nilikuwa naimba, nilikuwa msanii, nilikuwa na mafans. But nikakuja kurealize pia penye hii mtaa yangu iko, ninatumia talent yangu kuelimisha watu. Acting vile ikaniingia zaidi. Nika join group fulani huku, Creative Generation, hii kina Mtungeji na Mtumishi. DWDG tulikuwa pamoja, group nilikuwa DWDG. So tukaanza kufanya something creative. After that nikarealize niko na kipawa, naweza ongea kama dem na chali. Talent. Hapo ndio life yangu ilianza kuchangia. Nikaanza kurealize mbona nakakaa nikiact. Mbona nisitumie kitu. Sasa tumeenda break, sasa hiyo tunapiga zoezi mchana, tunaanga break lunch time tunaambiwa. So enda break kidogo alafu. So mimi siendi break, na baki hapa kwa empowerment center hapa ndani. Nakaa chini naanza kuongea kama dem, nageuka kama chali, nageuka kama dem. Nikaeleza ni hiki kitu naweza fanya. So kuna competition ilitokea kubwa. Ilikuwa kubwa sana. 2013 KBC ilikuwa waka-announce wakasema there's a competition for stand up comedy. Hapo sasa ndio nilianza kuchemuka, nikashindwa sasa hiki kitu sinaweza. Na watu walikuwa wanashindania nusu milioni. Napata usiposhinda kuna opportunity unapata. So ndio hapo nilienda nikatengeneza costume ya half caste. This side moja is a lady, this side is a man. I can talk when kitani side moja ni dem, nikitanisa moja ni chali, ni boy. Hapo sasa ndio nilianza, out of 2000 comedian kwa hiyo competition, I was top 10. Top 10, hapo ndio one of the producer akaniambiaje, there is a program come and we need your character. Toka character yako, ni character yako inaweza, because there is a character we need mtu anajipretend ni kama supervisor, ni kama investigator, but bado anajifanya kama mshamba. So unataka two part character. So akasema ninaweza. Hapo sana nilijipata niko kwa TV na bado naact kwa TV hadi saa hii. Umeact shows gani? Nimekuwa Chachi. Nilikuwa na hiyo half cast nienda nayo. Sikukaa sana, nilipiga tu show mbili. Kutoka Chachi nikaingia, nilikuwa nafanya extra mob, Sumula Penzi, kwa Maisha Magic, Garage Matata,
kama extras. So sasa ndio nikajipata niko stringed KBC. So nimework for 3 years niko huko. Apart from that ningeendelea kuact, ndio mimi napenda kulearn. Nikaanza kulearn how kufanya casting. So nimefanya casting kadhaa kwa project kadhaa, na so mimi ni cast director saa hii, naweza fanya casting na I'm proud. Tell me more about being a social worker. How ulifika aje hapo ukakuwa social worker? Social worker, kurudi back kwa community. You know, the moment God anakubless, come back kwa community. So to me, social worker hapa Dagoretti, there's something in affect sana my youth. My youth kuna kitu wanataka. Kitu wanataka ni more education, creating awareness. Challenge wana face. Hizi mambo na health issues zina affect drugs, early pregnancy, new HIV infection. Wana need more information. So nikaamua kibak kupata that information through theaters, kuact na kwenda kwa street kufanya hizo vitu. So ninaitwa Magnet Theater, mnavuta watu pamoja, mnaelimisha. Ndio Magnet Theater. So nikaona is a good thing, at least ina create information na watu wana learn vitu mob na wana learn kuhusu mambo their health issues. So nikaona is a good thing niendelee na hiyo kufanya hadi hiyo kufanya hiyo. Choices zilifanya nikamekio kitu ni I saw a lot of youths wanaingia kwa madawa. I saw a lot of watoto wengi huku Dagoretti wana drop out of school. Nikamake decision nikasema no. The moment nita ignore, the moment nitasema tu ni watoto wa watu, si watoto wetu ama nini, pia mimi itakuja kuniaffect baadaye. So ni watoto pia watakuja sengine kuwa mwizi akuja kuninyonga kama sikuteki opportunity kumuongelesha. So nikamwa wacha nirudi back nianze kuongelesha. Wateka step wanu hii kitu ni drug ni mbaya, na hii drug after kutumia drug itakulidi kuiba, after kuiba utarudi kufa. So nikasema good step nianze kuongelesha mapema, ni create awareness, wa get this information wakiwa mapema, wakiwa wadogo. The moment wana grow watajua kitu ni mbaya, watajua nikidrop out of school ama nikipata mimba mapema itakuja kuni affect tutaendelea na shule na pia familia yangu sitakuwa na good rapport na wazazi. Before nipate funding, I was chosen to be part of YAC, Youth Advisory Council, Voice of Young People to Nairobi County Government. So we are the leaders, tulichagua leaders from every types of sub-county. I'm from Dagoretti, there is a leader from Ruaraka sub-county, Lang'ata, Embakasi. So kuna hizo sub-county as a leaders, tunakunga kwa hiyo board wote tunakaa wote pamoja. So nawaambia I have this event, I have this support they need. So I appreciate sana the county itself, the adolescent coordinator anaitwa Faith Kirudhi amesupport sana. Yeye usemangaji uko na activity, I'll look for the support, I'll look for the donors. So AMREF imenisupport sana Dagoretti, imekuwa big support sana na imenisupport in each activity nafanya. Trigger is TSAVE imenisupport sana kwa each activity nafanya. And a lot of NGOs ina support na stakeholder itself, chiefs, LVCT, AMREF, Trigger is inaitwa TSAVE. Yeah, zime support na county. Appreciate sana county. Yeah, Faith Kirudhi from anasimamia is a coordinator Nairobi mzima about adolescent. So na appreciate sana alituchukua na akasema lazima to make this step to change teams in Nairobi. Yeah. How long have you done this? Since 2013 until now. So for now, I appreciate God, nilichukuliwa kwa county government. I'm the voice of young people in Dagoretti. The voice of young people in Dagoretti, mambo na health issues. YAC, Youth Advisory Council. Na we are partnering with another leaders from each and every sub-county, Ruaraka, Kamkunji, Lang'ata, Embakasi East, Embakasi West, Starehe. So there's a leaders like me from Dagoretti, wako leaders huyo. So tunamit tunasema challenge gazi zinakam. So tuna raise voice. Youth wa siku hizi wanasema nothing for us without us. So nothing mwezi make policy without us. So mwezi sema vitu challenge tuna face bila sisi. So lazima sisi tuambie challenge tuna face ndio mkizi project at least zimetoka kutoka kwetu, sio zimetoka kutoka kwenu. So at least now we are raising voice and at least we are changing a lot of youths in Dagoretti. Na tunaendelea pushing more and more. Ni kitu bado mimi naenda create awareness, nimeka a lot of events.
inaugurate ya big events yenye jai kuwa kwa hii ground. Ilikuwa big sana, ile watu walikuja around 800 wali kama youth. So tukaanza kuelezea bado challenges wana face, na apart from that mimi itanga this empowerment center na itanga ama youth wameaffectiwa na ama youth wenye mateenage wamepata bolo kiwa dogo. So huwa tunaitanga tunaongelesha naambia hiki kitu sipo, so be a ambassador of change, kwa endelea ku raise voice tusaidia wengine wanakuja. So nimeendelea kufanya hivyo na naona rate inaendelea kwa chini, na kwa facility ya Riruta hii ya hospitali we have a sector for youth friendly center where tunapeleka ma youth challenge kama ni kitu mu affect, so anaenda pale ana bring voice, anasema si feel poa, unataka kwenda kutibiwa pale. So youth friendly center in charge atakupeleka tu TBR very fast. So because watu ma youth wengi kusema kweli wengi wanaingia kwa hospitali za gava simply because they are youth ataka kuwa patient, anataka nifike nisaidiwe. So si wajaribu ku raise voice, at least wakifika kwa wanasaidiwa na tibiwa, at least challenge wana face watoi pesa kutibiwa, so at least inasaidia mayouth wengi kwa facility, ndio at least to reduce rate ya HIV iende chini. What piece of advice would you give a youth outside there who's doing whatever they are doing for a greater future? Unaweza mwambia nini kaa wewe youth mwenzako? Mimi naambia youth we are the leader for today, not for tomorrow. So be a role model. You know, as a leader, ni wangapi wanakuona huko nyuma? Ni wangapi wanakuona wewe as a youth? Kama mimi sasa hivi, hawa watoto wengi wanasema wanakuona kwa TV, but wananiona as in kwa TV nikiact, ama wananiona kwa lifestyle nikifanya vitu nafanya mbaya ama mzuri. So even watanifollow. So you as a youth unataka kuchange, be a change, kuchange. Hizi drugs ipo. You as a youth ukiwa pale home, hii drugs ipo. Alafu tukuwe ambassador of change because the rate of early pregnancy inaendelea kuwa high. Let us be ambassador of change. Alafu caregivers, advice naweza patia caregivers who are parents tafadhali wajaribu kuwa pamoja na watoto wao, because mtoto haizi kuwa open kwa kama mzazi unakuwa harsh kwake, au create time na yeye, ukai na yeye chini akuambie challenge na face. But the moment wewe unakuja unatoka usiku unaingia usiku, alafu unatoka asubuhi, hamna time na mtoto wako, so utapata mtu yeye anaingia kwa vitu mob na utajua. So you as parents ukiwa pale ukiwa home, jaribu pia create time na mtoto, jaribu kumweleza, kutengeneza good rapport, kumwelezea akuambie ni challenge gani ana face kwa community. Watoto wengi wanarepiwa, haambii mzazi wao because haona rapport mzuri. Wewe ni mzazi but unampenda, but hauna time wa kuelezea vitu challenge gani ana face. So ni poa ku create time, na ni poa mayouth ambao ni leaders kwa community, kwa ambassador of change, wabadi kuongelesha, because tusipo nani ataongeza ile next generation. Hii generation inakuja na big pace ambayo mayouth wengi sasa wanaangamia. So you as a leader ukiwa pale mtaani, ukiwa pale home kwa community, jaribu kuongelesha mayouth wako hapo, kwa kuna that power. The Ministry of Education is rolling out the new curriculum, the competency-based curriculum, CBC. One of the focus is nurturing learners' potential and learners' talent. What do you think? Kitu CBC nafanya is the same like sisi tunafanya kwa community. Nurturing talent, na including in sports, acting, na community health services. Because we know the moment you nurture this talent, skills, akigrow ata own that thing, ata feel this is the thing naweza fanya, na utapata akimaliza shule hiyo skill atakuja kuitumia sasa ku act na kwa TV, ball inamlipa, na community health akinaendelea kufanya ana own, anajaribu kuchange community. So I think it's the same thing yenye CBC na role is the same kasi tunafanya kwa community. Any last word? Maneno yote ya mwisho. Pia the MCAs and the MPs and the leaders and the stakeholders kwa community, let us try to work with youths ambao kwa community, na caregivers who are parents kwa community, na teams kwa community. Jaribu at least your voice as a leader, your voice as a MCA, as a MP, as a senator, as a governor, inaweza bring a change to say stop for this. You as a leader, uko na follow ngapi? Ni wengi sana na ni wengi wanakuangalia. So you as a leader, jaribu ku raise voice ambayo itasaidia youth wetu a positive change
way and voice ambayo inaweza change watu. Well, you've heard it from Gideon Obuya. Other than education, passion and talent can really go a long way in shaping one's career. I've been your host, Wanjiro Kahama. Till next time, it is goodbye.